Karibu tena wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Tafadhali kile ambacho ninakuomba ni uweze kusubscribe, washa kengele ili uendelee kupata taarifa ambazo zinaendelea kutendeka pindi tu tunapozipakia. Nimerudi tena baada ya kupotea kidogo. Leo hii ninaomba tuweze kuangazia kuhusu kuteuliwa kwa jaji mmoja ambaye ni naibu jaji mkuu katika taifa la Namibia ili kuja kuhudumu kwenye uchunguzi ama kwenye tume ya uchunguzi wa jinai, matukio ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Huyu jaji ambaye ameweza kuteuliwa, mtazamaji wangu, atakuja kuhudumu kwenye tume ya jinai. Hii ni tume ambayo Samia ameweza kuiunda baada ya ripoti ya tume feki yake Jaji Chande. Mnaelewa, baada ya maafa yaliyotekelezwa na utawala huu wa Samia, utawala ambao uliweza kuiba kura na ukajilazimisha madarakani, Samia alipojiapisha kwenye kambi la jeshi aliteua tume na akamweka Jaji Chande aongoze ile tume ili kuchunguza ni kipi ambacho kilitendeka, ni kipi ambacho kiliweza kusababisha mpaka Watanzania wakaingia barabarani kuandamana, na ni kwa nini waliuawa. Sasa ile tume ya Jaji Chande, mnakumbuka ile ripoti ambayo iliweza kutolewa, Samia alisema kwamba ile ripoti ni ya rais, hakuna mtu yeyote mwenye napaswa kuigusa au kuiona. Sasa Samia anasema kwamba kwenye ile ripoti ya Jaji Chande, Chande alipendekeza kwamba pawepo na tume nyingine ya uchunguzi wa jinai. Uchunguzi wa jinai kuhusu matukio ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ili kuchimbua kuona ni nani ambaye alifadhili maandamano. Sometimes I do wonder, ninashangaa sana ni kipi hichi ambacho hawajui kwamba serikali ndio ilifanya mpaka Watanzania wakaandamana. Sasa huyu jaji mwenye ameteuliwa kutoka Namibia anakuja kuhudumu kwenye tume ya uchunguzi wa jinai, matukio ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba, kwa sababu hivi majuzi nilimsikiliza Samia mwenyewe akieleza kwamba tayari tume ya jinai imekwisha undwa na watafanya nini? Wataizindua hivi karibuni. Hebu kwanza kabisa usije ukaseme eti kwamba ninadanganya. Msikilize Samia hapa kiwa anazungumza. Nianze na hatua za kisiasa. Hatua za kisiasa, mara ya mwisho tulipokutana tulikuwa ndo kwanza tumetoka kwenye vuguvugu lile lililotupata. Kwa hiyo tukakaa na wagombea wenzangu tukasema tunakwendaje sasa. Wakasema, na wakati ule kulikuwa kuna tume ya Jaji Chande haijawasilisha taarifa yake. Tukasema ngoja iwasilishe taarifa yake halafu tukutane tuone tunakwenda vipi. Kama mlivyosikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile, tume ya kutafuta sasa investigation, nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo yale. Nani kahusika, nani alichochea, nani alifinance, aliyedhamini yale mambo ni nani. Tumeunda tume hiyo. Mtazamaji wangu, kitu ambacho Samia ananichekesha kidogo,
anasema eti kwamba hiyo tume ambayo wameweza kuiunda ni ya kuchunguza nani ambaye aliweza kufinance, nani aliweza kuweka taifa letu kwenye maandamano, lakini hajaweza kusema kwamba hiyo tume itachunguza nani ambaye aliweza kupeana orders wa Tanzania wapigwe risasi, nani ambaye aliweza kupeana maamuzi kwamba wale wote ambao waliuawa wazikwe kwenye makaburi ya Kunduchi. Hajaweza kuzungumza hilo. Hajaweza kuzungumzia namna ambavyo serikali yake ya udikteta ilivyosababisha mpaka Watanzania wakaingia kwenye barabara kuandamana. Sasa nina imani kwamba umeweza kupata kitu kutoka kwa hiyo hotuba ya Samia kwamba tume hii ya uchunguzi wa jinai, matukio ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba, hakuna jipya litakalotoka pale isipokuwa tu kulaumu chama cha Chadema. Hakuna jipya. Kama unafikiri na kudanganya, subiri matokeo ya hiyo tume ya jinai, utakuja kunieleza, utanieleza. Sasa vyombo vya habari Namibia, ikiwepo shirika la utangazaji Namibia, ukipenda NBC ya Namibia. NBC ni kama kituo kikuu, Namibia kama kituo cha Tanzania, TBC. Sasa NBC vimeweza kuripoti taarifa ya naibu jaji mkuu wa Namibia kuombwa na Tanzania kujiunga katika tume ya uchunguzi Tanzania. Unasikia mtazamaji wangu hapo, Namibia inaeleza kwamba serikali ya Samia ndio iliweza kuomba Namibia kwamba jaji wake mmoja au mstaafu ajiunge kwenye tume ya uchunguzi wa jinai Tanzania. Kumbuka kwamba ni kurejeshe nyuma kidogo. Mimi niko hapa kukuchorea taswira, kwa hivyo nakuomba usilalamike. Kumbuka kwamba Jumuiya ya Madola ilimtaka Samia aunde ama ilitaka tume ya kitaifa ichunguze mauaji ya mwaka uliopita yaliyosababisha wananchi wengi wakaaga dunia na wengine wakaachwa na majeraha. Walimwambia hilo, wakamwambia mpaka aweza kumwachilia Tundu Lissu. Hata bunge la Seneti la Marekani vilevile lilisema hivyo, tume ya kimataifa ichunguze vurugu zilizotokea mwaka uliopita. Hata bunge la Ulaya lilisema hivyo vilevile. Bunge la Marekani la Seneti likasema hivyo vilevile. Sasa mtazamaji wangu, utashangaa kwamba hii ndiyo tume ya kimataifa ambayo Samia ameweza kuunda. Aliweza kuomba rais wa Namibia mwenye anaitwa Netumbo Nandi. Si mnamjua yule rais ambaye alikuja akakaa hapa Tanzania hivi majuzi, akamwomba huyo mama mwenzake kwamba ampe jaji mmoja akuje kujiunga kwenye hiyo tume ya uchunguzi wa jinai, ili iweze kuonekana kwamba hiyo tume ambayo iliweza kuundwa ilikuwa na sura ya kimataifa. Sasa naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Damasebu ameteuliwa kuhudumu katika tume ya rais ya uchunguzi Tanzania itakayochunguza ghasia zilizozuka baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini Tanzania. Ofisi ya muhimili wa mahakama nchini Namibia ilitangaza siku ya Jumatano kuwa jaji mkuu Peter Shivute alimteua jaji Damasebu
kufuatia ombi kutoka kwa serikali ya Tanzania kwa Namibia. Kwa hivyo mtazamaji wangu, unaona hapa huyu jaji kutoka Namibia sio eti kwamba aliweza kuteuliwa na kimataifa. Ni serikali ya Samia ambayo inatuhumiwa kwa kuongoza mauaji mwaka uliopita ndio iliweza kutuma barua ya ombi la kupewa jaji mmoja aweze kuwepo kwenye tume ya uchunguzi wa jinai. Yaani serikali ambayo inatuhumiwa kwa kuua wananchi eti kwamba ndio tena inaagiza jaji kutoka mataifa akuje kujiunga kwenye kamati ya tume ambayo imeweza kuundwa ili kuchunguza uvunjivu wa amani mwaka uliopita. Unatarajia jipya kutoka hapo kweli? Sasa ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio hayo ya siku na baada ya uchaguzi. Ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio hayo ya siku na baada ya uchaguzi zinaonyesha angalau vifo 518 ambavyo tumeweza kukataa, huku takriban ya watu 2400 wakijeruhiwa wakati wa machafuko hayo, kwa mujibu wa taarifa hiyo ya Namibia Broadcasting Corporation, ukipenda NBC. The Namibian inaeleza kwamba wajumbe wa tume hiyo ya uchunguzi wataapishwa tarehe itakayotangazwa na serikali ya Tanzania. Mtazamaji wangu, wacha tu tusemezane ukweli. Kuna kitu ambacho unatarajia kiweza kutendeka kutoka kwa hii tume? Hii ni kana kwamba sasa unamteua mbu, ukipenda mosquito, unamteua mbu aweze kuchunguza malaria. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Hiyo ni kana kwamba unamteua mbu aweze kuchunguza malaria na madhara yake. Kwa sababu mtazamaji wangu, itawezekanaje kwamba serikali ambayo inatuhumiwa ya Samia Suluhu Hassan yenye inapaswa kukaa pembeni, tume iletwe kutoka mataifa ikuje kuchunguza, eti kwamba ninaomba rais wa Namibia aweze kuwapea jaji mwenye na hudumu au ambaye aliweza kustaafu akuje kuhudumu kwenye tume ya Samia. Sasa wadau wengi katika taifa letu la Tanzania, mtazamaji wangu, haswa wakiwemo wanaharakati, watetezi wa haki za kibinadamu, viongozi wa dini na vyama halisi vya upinzani, wanaiona tume hiyo ya uchunguzi wa jinai ambayo imeweza kutangazwa na Samia kwamba ipo tayari itazinduliwa kuwa haina uhalali wala haina mamlaka ya kimaadili, kwa kuwa iliundwa na rais ambaye serikali yake na chama chake ndiyo hasa watuhumiwa wakuu kwa mtazamo wa wadau na wananchi walio wengi katika taifa letu la Tanzania. Cha kushangaza, uteuzi huu wa jaji kutokea Namibia ambaye nimeweza kukueleza, ambaye ameweza kuteuliwa, mtazamaji wangu, hasa kwa kuwa unatokana na ombi la serikali ya Samia ama serikali ambayo ndio inatuhumiwa, unazua mjadala. Tusemezane tu kweli, uteuzi wa jaji huyu kutoka Tanzania, yani kutoka Namibia, ambaye ameletwa Tanzania akuje kuhudumu kwenye tume ambayo Samia ataizindua na kuweka mwenyekiti wake, kuteuliwa kwa yule jaji kunazua maswali mazito, kunazua mjadala.
Serikali hiyo hiyo ndio inatuhumiwa kwa kuangamiza wananchi, na serikali hiyo hiyo ndio imeweza kutuma ombi kufanya nini? Kuletewa jaji kutoka Namibia ili akuje kujiunga kwenye tume ambayo itachunguza maafa ya mwaka uliopita. Mfano, kwa bahati mbaya mimi Ezra nimemvunja mkono mtu. Huyu mtu amenipeleka mahakamani eti kwamba mimi Ezra ambaye ni mtuhumiwa mwenye niliweza kumvunja mtu mkono, eti tena niweze kujichagulia jaji atakayesikiliza kesi yangu. Je, kutakuwa na uhalali wowote hapo? Kutakuwa na uwazi wowote hapo kweli? Hakuna uwazi wowote, mtazamaji wangu, utakao toka hapo. Mtazamaji wangu, hii inatokana na ukweli kuwa kuna urafiki wa karibu mkubwa sana kati ya chama cha CCM Tanzania na SWAPO, chama ambacho kinatawala nchini Namibia. Sasa unaona, chama CCM Tanzania na chama SWAPO Namibia, hivi vyama viko na ukaribu sana. Hawa maraisi Samia na wa Namibia na Netumbo wako na ukaribu. Hao watu hakuna uwazi ambao wanaweza kutopea. Lakini pia ukaribu kati ya Rais Samia, mtazamaji wangu, na Rais Netumbo wa Namibia ni jambo la kutiliwa shaka. Unajua, wacha nikurejeshe nyuma. Hili litakushangaza. Mnamo mwaka uliopita, kipindi ambapo machafuko yalizuka katika taifa letu la Tanzania, Namibia ilikaa kimya, haikutoa kauli yoyote kuhusu uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 mwaka 2025. Haikutoa kauli yoyote. Kipindi jirani zake kama vile Botswana na Afrika Kusini, wao walitoa kauli kupitia marais wastaafu. Hata katika taarifa ya kumteua jaji, vyombo vya habari vya Namibia vinaamini kuwa Rais Samia aliibuka mshindi katika uchaguzi huo wa mwaka uliopita. Wacha nikuulize hivi, wewe mwenye unanitazama, je, umewahi kumsikia kiongozi yeyote wa Namibia, awe mstaafu, awe aliye madarakani, akitoa kauli yoyote ya kukosoa uchaguzi wa mwaka uliopita kweli? Hakuna. Sasa kuteuliwa kwa jaji kutoka Namibia, taifa ambalo limekuwa kimya tangia mwaka uliopita ndugu zetu walipokuwa wanachinjwa, kunatilia shaka sana. Sasa mtazamaji wangu, wewe unaridhika kweli na hii tume? Mimi sioni uhalali wowote hapa, kwa sababu Samia yeye ndiye aliweza kuomba jaji kutoka Namibia, na nimekueleza kwamba kuna ukaribu kati ya Netumbo, rais wa Namibia, na Samia. Vilevile vyama hivi vya CCM na SWAPO ya Tanzania na Namibia vyote viko na ukaribu. Hiyo isitoshe, mtazamaji wangu, hawa watu ni marafiki. Mbona hakuitisha jaji kutoka Marekani? Mbona hakuitisha jaji kutoka Ulaya ili akuje kujiunga kwenye tume ya uchunguzi wa mauaji mwaka uliopita? Sasa nikimalizia, Watanzania walio wengi wanaamini
ya kuwa hakukuwa na uchaguzi tarehe 29 mwaka uliopita, hivyo Rais Samia hakushinda kwa sababu hakukuwa na uchaguzi, wala ushindani. Sasa swali langu ambalo nauliza ni hili: huyu jaji kutoka Namibia anakuja kuchunguza madai ya wanaofikiri kuwa hakukuwa na uchaguzi, lakini anaingia katika tume ya uchunguzi iliyoundwa na mtu ambaye wanaokwenda kuchunguza hawamtambui. Je, huyu jaji kutoka Namibia anakuja kuchunguza madai ya wanaofikiri kuwa hakukuwa na uchaguzi, lakini anaingia katika tume ya uchunguzi iliyoundwa na mtu ambaye wanaokwenda kuchunguzwa hawamtambui? Kwa sababu Watanzania hawatambui Samia kama rais, lakini Namibia inamtambua Samia kama rais. Sasa jaji huyu ameteuliwa na Namibia akuje kuchunguza watu ambao hawamtambui Samia kama rais. Unahitaji chochote kiweza kukueleza kwamba hakuna uwazi ambao utatoka hapo kweli? Hii tume ya Samia ambayo anakuja kuizindua hivi karibuni, it is null and void. Hii ni tume feki. Tunajua ni kwa sababu amepewa pressure na jamii ya madola, amepewa pressure na Ulaya, amepewa pressure na Marekani aweza kuunda tume, ama tume ya kimataifa iweza kuundwa. Sasa ameweza kuunda tume na amehitaji na ameomba jaji kutoka Namibia aende kujiunga na tume ambayo ameunda ili kuchunguza maafa yaliyotokea mwaka uliopita. Polisi wake ndio waliua Watanzania, lakini usitarajie iwapo kuna haki ambayo itatoka hapo. Sijui wazo lako ni lipi? Je, upo na imani na tume ambayo Samia ameweza kuiunda na kuita kwamba ni tume ya jinai itakayoshughulikia na kuchimbua heti ni nani ambaye aliweza kufadhili maandamano, nani ambaye aliweza kuchochea maandamano, lakini hawawezi kuchunguza nani ambaye aliweza kuua Watanzania na ni kwa nini Watanzania walikuwa wanaandamana. May God bless you.